Habari mtazamaji wa SAU TV, ni matumaini yangu mzima wa afya. Karibu katika kipindi cha Weekly News Counter, tuziangazie habari kubwa 7 zilizotokea ulimwenguni kote. Jina langu ni Arafa Ngondai. Karibu. Umoja wa Mataifa umetoa wito kwa serikali ya Urusi kuacha kushambulia miundombinu ya nishati nchini Ukraine. Hayo yamejiri mara baada ya mashambulio hayo kusababisha kukatika kwa umeme, huku nchi hiyo ikikabiliwa na kipindi cha baridi kali. Mkuu wa shirika la haki za binadamu la umoja huo, Volker Turk, amesema mashambulizi yasiyokoma yanayofanywa na Urusi kwenye miundombinu nchini Ukraine yamekuwa chanzo cha kuteseka kwa raia kutokana na ukosefu wa joto, maji na umeme. Mkuu huyo wa haki za binadamu amesema ni kinyume cha sheria ya kimataifa ya kiutu kuilenga miundombinu ya raia na kuitaka Urusi kusitisha mara moja mashambulizi hayo. Aidha, ameongeza kuwa mamilioni ya makazi yanapitia kipindi kigumu kutokana na kupata umeme kwa masaa kadhaa ya siku, huku shule zisizo na vifaa vya joto zikilazimika kufungwa na huduma za tiba nazo zikiathiriwa. Hatua hii inakuja mara baada ya Urusi kuendeleza mashambulizi ya mara kwa mara na ya kushtukiza nchini Ukraine. Katika historia, Urusi ilianza kuivamia Ukraine ikidai kuwa inalinda marais wa mashariki mwa Ukraine ambao wanazungumza Kirusi, huku Ukraine na nchi za magharibi zikiuona uvamizi huo kuwa ni ukiukaji wa sheria za kimataifa na uvamizi wa kihuni. Ukraine inatarajia mpango wake mpya wa dola bilioni 8.2 na shirika la fedha la kimataifa kuidhinishwa rasmi katika wiki chache zijazo. Makubaliano hayo yamepanga kuchukua nafasi ya kituo cha IMF cha dola bilioni 15.6 na kusaidia kudumisha utulivu wa kiuchumi na matumizi ya umma dhidi ya kile kinachotarajiwa kuwa na upungufu wa bajeti wa karibu dola bilioni 140 katika miaka michache ijayo. Ningetarajia katika wiki chache zijazo, Butsa alisema wakati wa mahojiano huko nchini London ambapo alikuwa akihudhuria mikutano. Nadhani Februari bado inawezekana kulingana na ratiba. Kwa sasa tunasubiri mpango mpya wa IMF, lakini tayari tumekubaliana kuhusu idadi yote ya mwaka 2026 na 2027 na tutaishughulikia kutokana na ahadi zilizopo, Butsa alisema, huku akisifu mkopo mpya wa euro bilioni 90 wa EU. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema Jumatano kwamba Marekani inahitaji kuweka shinikizo zaidi kwa Urusi ikiwa inataka vita viishe ifikapo majira ya joto, akiongeza kuwa haijulikani wazi kama Moscow itahudhuria mazungumzo ya amani yanayosimamiwa na Marekani wiki ijayo. Polisi nchini Canada imethibitisha kuwa msichana mwenye umri wa miaka 18 ndiye aliyefanya shambulio la risasi na kuua watu 6 katika shule ya Tumbler Ridge baada ya kumuua mama yake mzazi na kaka yake wa kambo. Mshambuliaji huyo alijiua baadaye na uchunguzi unaendelea kubaini sababu zilizochochea mauaji hayo ambayo yameelezwa kuwa ni miongoni mwa mashambulizi mabaya zaidi ya risasi katika historia ya Canada. Kamanda wa polisi Dwayne McDonald amesema mamlaka bado hazijabaini chanzo cha shambulio hilo la Jumanne. Hata hivyo, uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa mshambuliaji alikuwa akikabiliwa na matatizo ya afya ya akili. Mshambuliaji alikuwa ameacha shule hiyo ya sekondari takriban miaka 4 iliyopita, taarifa ambazo zimeibua maswali kuhusu historia yake, mazingira ya kijamii na iwapo alionyesha dalili za hatari kabla ya tukio. Serikali ya Canada imetangaza kuwa bendera zitapeperushwa nusu mlingoti kwa siku 7 kote nchini kama ishara ya maombolezo ya kitaifa. Viongozi wa dunia wametuma salamu za rambirambi na kuonyesha mshikamano na Canada. Naye Waziri Mkuu Mark Carney amesema tukio hilo limeiacha Canada katika huzuni na mshangao, akisisitiza kuwa taifa linasimama pamoja katika kipindi hiki kigumu. Mamlaka ya usalama wa anga wa Umoja wa Ulaya imetoa tahadhari kwa mashirika yote ya ndege katika bara la Ulaya kuepuka kupita katika anga la Iran hadi Machi 31, 2026
kufuatia hali ya kutokuwa na usalama wa kutosha inayoendelea katika taifa hilo la Mashariki ya Kati. Taarifa iliyotolewa na mdhibiti wa usalama wa anga wa Umoja wa Ulaya siku ya Alhamis alipendekeza kuwa mashirika ya ndege ya kambi hiyo yanatakiwa kukaa nje ya anga ya Iran hadi Machi 31 kutokana na uwepo na uwezekano wa matumizi ya aina mbalimbali za silaha na mifumo ya ulinzi wa anga pamoja na majibu yasiyotabirika ya serikali ya Iran yanayoweza kusababisha hatari kubwa kwa safari za ndege za kiraia zinazofanya kazi katika miinuko yote na viwango vya ndege. Hatua hiyo imerejea tena mnamo mwaka 2026 kama hatua ya Umoja wa Ulaya EU kuendelea kuimarisha udhibiti wa usalama wa anga dhidi ya kambi ya Iran kutokana na mvutano wa kisiasa na kijiografia uliopelekea EU kuweka vikwazo kwa mashirika ya ndege za Iran na kufutwa kwa safari za ndege za EU kwenda au kutoka Iran na kuweka vikwazo vya kiuchumi. Kwa upande wa Iran, imeapa kujibu vikali shambulio lolote na imezionya nchi jirani za Kiarabu za Ghuba zinazohifadhi kambi za Marekani kwamba zinaweza kuwa kwenye mstari wa kufyatua risasi ikiwa zitahusika katika shambulio lolote katika taifa hilo kutokana na tishio la Marekani la hivi karibuni nchini humo. Taasisi ya uvuvi nchini Japan imeikamata meli ya uvuvi ya China na kumshikilia nahodha wa meli hiyo kwa kosa la kukimbia ukaguzi, hatua ambayo inaongeza mtafaruku baina ya mataifa hayo mawili. Taasisi hiyo imethibitisha hilo ikieleza sababu kuu ya kukamatwa kwa meli hiyo ni suala la nahodha kupuuzia amri ya ukaguzi. Tukio hilo ni la kwanza linalohusisha kukamatwa kwa meli kutoka China tangu mwaka 2022, ingawa katika miaka ya hivi karibuni Japan ilizikamata meli za Korea Kusini na Taiwan kwa kosa la kuingia kwenye ukanda wa kiuchumi bila kibali. Hili linajitokeza katikati ya mvutano wa kidiplomasia kati ya China na Japan ulioanza mwezi Novemba baada ya kiongozi mpya wa Japan, Mhafidhina Tokaichi, kusema kwamba shambulio lolote dhidi yao linaweza kuchukuliwa hatua ya kijeshi. Tangu kuingia madarakani kwa Waziri Mkuu Mhafidhina, serikali ya Japan imeimarisha doria za kijeshi ili kudhibiti uhalifu wa baharini kutoka kwa meli za China. Chama cha Kizalendo cha Bangladesh kimeshinda uchaguzi wa bunge na kupata mamlaka ambayo yanatarajiwa kurejesha utulivu wa kisiasa katika taifa la Asia Kusini. Ushindi huo umetokana na makumi ya mamilioni ya Wabangladesh waliojitokeza katika vituo vya kupigia kura na kufanya uchaguzi wa awamu ya kwanza tangu uasi wa 2024 ulioongozwa na Jenerali Zedi ambao uliomng'oa madarakani Hasina. Muda mfupi baada ya kushinda kwa wingi wa kura katika hesabu ya usiku kucha, chama cha BN kiliwashukuru wafuasi wake na kusema hakupaswi kuwa na mikutano ya ushindi. Badala yake chama hicho kiliitisha maombi maalum siku ya Ijumaa kwa ajili ya ustawi wa nchi hiyo. Tariq Rahman anayetarajiwa kuwa waziri mkuu ameapa kurejesha demokrasia huku chama chake kikiahidi msaada wa kifedha kwa familia maskini, kukuza uchumi na hatua za kupambana na ufisadi. Muungano wa BNP umeshinda viti 212 kati ya viti 299 vilivyopigwa kura siku ya Alhamis kulingana na hesabu ya hivi karibuni. Matokeo hayo yanawakilisha wingi mkubwa wa theluthi mbili katika Jatiya Sangsad na Baraza la Taifa lenye wanachama 300 na ni mojawapo ya makubwa zaidi katika historia ya BNP. Uchaguzi wa Bangladesh ulifanyika sambamba na kura ya maoni kuhusu katiba ya kidemokrasia na mageuzi ya kisiasa ambayo yanajumuisha mihula ya waziri mkuu kuwepo madarakani na kudhibiti utendaji wa mamlaka kwa mujibu wa tume ya uchaguzi ya Bangladesh, huku idadi ya waliojitokeza ikiwa ni 59% na katika kura ya maoni iliidhinishwa 60% ya wapiga kura. Baraza la mawaziri nchini Zimbabwe limefanya mabadiliko ya katiba huku lengo kuu likiwa ni kuongeza muhula kwa nafasi ya urais
jambo ambalo limeleta manufaa kwa Rais Emmerson Mnangagwa ambaye yupo madarakani kwa sasa. Baada ya mabadiliko haya, baraza la mawaziri limependekeza Rais Mnangagwa kuendelea kuiongoza nchi hiyo hadi mwaka 2030 kutokana na mabadiliko ya katiba yaliyofanyika, huku waziri wa sheria Ziambi Ziambi akisema mabadiliko hayo yatatumwa kwa spika wa bunge na kuchapishwa rasmi katika gazeti. Aidha, katika muswada huo, mabadiliko mengine ambayo yamependekezwa ni pamoja na uchaguzi wa rais kupitia bunge badala ya kura za wananchi na kumruhusu rais kuchagua maseneta 10 na kuongeza viti vya seneti hadi 90. Baraza la mawaziri limesema kuwa mabadiliko hayo yataimarisha utulivu wa kisiasa na mwendelezo wa sera ili kuruhusu programu za maendeleo kutekelezwa kwa weledi. Licha ya mabadiliko na mapendekezo hayo, bado kumekuwa na malalamiko kutoka vyama pinzani ambapo vimepinga mchakato wa chama cha ZANU-PF kumuongezea muda Rais Mnangagwa wa kuwepo madarakani. Mnangagwa ambaye ana umri wa miaka 83 aliingia madarakani mwaka 2017 kupitia mapinduzi ya kijeshi akimuondoa madarakani Robert Mugabe aliyekuwa rais wa nchi hiyo. Mtazamaji, hadi kufikia hapa, huu ndio mwisho wa habari hizi. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama Instagram, Facebook pamoja na TikTok kwa jina la SAU TV. Kwa niaba ya jopo zima la uandaaji wa kipindi hiki, jina langu ni Arafa Ngondaye.